Vizuri? Niko poa kabisa. Ndani ya Dodoma. Dodoma hii. Ukija Dodoma huku, unajua Dodoma hii ukiangalia, alafu unaangalia na viongozi, mfano ukikaa ukimwangalia Mheshimiwa Anthony Mavunde, alafu unamwangalia kwenye Instagram anavyokwenda kwenye jamii kutoa misaada, lakini kuweka kina mama wa mama ntilie kuwaimarisha, lakini anaangalia anamuona bibi gani mwenye shida, yani vile vilio vyote anavipokea. Kwa hiyo ukija hapa unajiona nimefika vizuri, lakini ukiacha hiyo pia mimi nikijaga hapa kama kawaida hapa, ukiniambia muda wa kula, labda wewe tu uniambie bwana Mzaramo sijakula, basi tunaenda Prime Restaurant pale, nyumba ya makulaji hatari pale. Ukienda pale wewe kila ukija Dodoma utakwenda pale. Sawa Mzaramo. Mnafanya usajili, mmemrudisha mwamba Lusaka Clatous Chota Chama. Kwanza usajili huu mmeupokeaje? Tumeupokea kwa mstuko, lakini pamoja na mstuko alivyoondoka yule bwana kiukweli ilituumiza. Sema kabisa. Ilituumiza alivyoondoka, ilituumiza na tulimuona ana tamaa. Tulisema na tulimchafua. Tumeumia. Kusema umeumia uwezi. Angekuwa ameenda kwingine sawa. Lakini kaenda kule kwa Ngogwe. Lazima utamponda. Lakini Chama ni mchezaji mzuri alivyokuwa Ngogwe. Sema wale walimsajili tu kumtumia vibaya. Na yeye sasa kakaa kwenye alivyokuwa Singida, kakaa akaona hawa waliniingiza cha kike. Kwenye mimi taswira yangu ya mpira hawa waliniingiza chakula, kwa sababu walikaa mpaka wakamwambia afanye interview kusema mimi bwana nimekuja Ngogwe kwa ajili ya kupata ubingwa wa Afrika. Umeiona hiyo kauli? Sasa kauli ile kukaa wakaona muingiza bado dakika 5, bado dakika 4 Clatous Chota Chama mwamba wa Lusaka, na kwenye mechi za kawaida walikuwa wanamuingiza dakika hiyo ana assist au anafunga. Nyie mashahidi, mlikuwa mnaona anafinywa yule muda wa kuingia hivi, yeye mwenyewe akasononeka nafsi yake nini. Naona hivyo tokea tena baada ya ule mkataba ule wa mwanzo kumwangalia kuisha, wale wakasema huyu tushamtumia, wamemtupa. Umeona? Sasa ataangukia wapi? Na sisi tumebaki na kinyongo chetu kule. Umeona? Kwa hiyo ina maana ametoka kule amekuja. Mimi nakwambia kama light angebaki Chama ile finali na Bekane angekufasika. Tulikuwa tunamtafuta mtu wa kupiga pasi za naniu kwenye mashimo. Afungue. Sasa tushaona ile papa kwenye shimo. Unamkuta mtu kabakia na mwali peke yake Sasa usifanye mchezo pale Elia Mpanzu, kwa sababu ujue Mpanzu akija ile nipe nikupe kakaa na mali, kaja mtu kachukua anaweza. Lakini mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama hivyo vitu chenga za mauzi hiyo sio shida zake. Anafanya vizuri. Ukitaka kujua kwamba alitusaidia sana, naamini alijikwaa, kajifuta vumbi, kaja. Sasa mashabiki tunamtaka acheze mpira, achane na maneno yale yaliyopita, na anahisi kashajifunza. Kule kwa Ngogwe hapafai kuwa mtu bwana. Akacheze upate mafanikio Ngogwe. Wewe niambie sasa hivi yule Mzinze saizi si angekuwa Ulaya kabisa. Safari moja si anaondoka. Wewe unamuona Yanga Afrika aliyoyafanya yote. Pakome angekuwa Simba mpaka leo angekuwa pale. Wewe unafanya kule hakuna maendeleo, lakini sisi tunawaambia hawa wachezaji hawaelewi kabisa. Ukimwangalia Nixon Kibabage si tumemchukua juzi yule pale alivyokuwa yule nani Shadrack Kiboka bodaboda, akaletewa yeye akaaga, akaona hawanitaki, lakini akili yake akawa anamuomba Mungu, niende Simba mimi nitaenda kuonyesha nina uwezo pale. Hapo kabla hujaondoka kwa Kibabage bwana, nimesikia Chama ni kama Kwanza Oil. Hatari. Unajua Kwanza Oil hiyo sunflower, umeona hiyo. Mimi siku moja nilimwambia swaiba wangu Janguo, namuonaga tu anasema bwana hii, nikamwambia sikiliza, wewe huwezi kuuza nione, kwa sababu mafuta mengi hayo yapo. Lakini je, unafanyaje? Kuna mengine ukipika yanatoa harufu. Siku moja akanipa kidumu cha lita 5 cha Kwanza Oil. Kanipa cha lita 5, nikampelekea mke wangu mama Nijabi Abu Chwaka. Umeona? Nimempelekea akatumia.
akawa aniambii kitu. Kuna siku nilikuwa niko kwenye mudi mbaya, akaniuliza umeyatoa wapi haya? Kaambia nimenunua. Basi sikumwambia nimepewa. Basi akaenda, yale anakaribia kuisha. Ukienda kununua kawaida, mimi tukiendaga huko wapi nani kama Tabora, tukiwa tunarudi tukiwa tunapita pale Manyoni wapi nachukua. Lakini swaiba wangu Mudinguli akipitaga pale nampigiaga simu nichukulie. Basi yule akasema haya yakiisha chukua kama haya. Namuuliza kwa nini? Mesha kwambia wewe chukua. Nikamwambia haya kanipa rafiki yangu wewe niambie. Kanipa bure tu nitumie. Kaniambia haya hatari. Kwanza oil. Hatari. Kasema wanayotumia hayo balaa. Ina maana yeye anakwambia anaweza kukaangia samaki akayaweka akakaangia. Kwanza ile kubadilika kuwa machafu kwa mapema hakuna. Lakini hayana yale harufu inayotoka ile. Unajuaga hayatoki. Kwa hiyo ina maana kaniambia we kila yakisha. Kwa hiyo sasa hivi kila kikisha janguo hata kwa mkopo nampigia simu bwana niletee. Afu hela yake namtumia. Na wana mafuta yalitangapi? Yapo nyumbani. Wao wana mafuta yalitangapi? Hawa wanayo hadi madogo unayoyaona. Kuna lita moja, umeona? Kuna lita 2, kuna lita 5, kuna lita 10. Umeona? Kwa hiyo yapo kila nani na bei zinatofautiana. Kwa hiyo ina maana hii wamemaanisha hata maskini hata kwa sababu wewe uweze kuchukua lita 10, lita moja haikufai ukafurahi na familia yako. Ule kitu unakisikia testa, sio unakula kitu unasikia na harufu ya mamoshi. Unapiga mpunga kaka, unafunyata, unaona mifuta nyeku. Kwa sababu wewe ushawahi kufunyata tonge wewe? Unafunyata tonge, unakamua hivi mafuta yanachuja. Ina maana mafuta hayatoshi kila unayajaza tu mengi, lakini kwa haya aisee watu wanafurahi. Nishawaambia watu zaidi ya 6-7 maswaiba wangu. Nimwambia nyie mpigieni janguo tu. Hata kuonyesheni soko lake. Kwanza oil. Kwanza oil. Tumalize mmenda experience. Twende. Nimeona kwenye mitandao ya kijamii watu wanaanza sasa kumaki kama ni kurudisha watu wanaanza. Mnyango apokee simu, mara Saidon tukazokiza naye, awashe simu yake, wengine mara John Boko naye ikibidi. Kuna watu ambayo mpira umekufa, alafu kuna watu mpira haujakufa bado. Wanacheza. Kwa sababu ukisema Unyango yuko wapi? Kwao. Ina maana kasharudisha kwa kipa. John Boko sio kocha. Karudisha kwa kipa. Ina maana yule alikuwa anacheza tena kwenye kafu. Kachukua Kagame alafu bado alikuwa anaendelea. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri. Hakuna mtu labda kwa majungu tu atakayempinga Chama. Chama sisi alichotukosea ile kauli tu. Tulimuona hana busara lakini tumemsamehe. Kama tulivyo si ile ya kusema mimi naenda Ngogwe nikachukua ubingwa wa Afrika. Kana kwamba Simba tunacheza tu kama nani ugombania goli. Hatutaki ubingwa. Ile iliwauma sana ile. Ile kauli tumemwona hana shukurani, lakini nagundua kwa sababu kule tunajua viongozi wao wamempanga aseme vile. Sasa hawajui la kesho kutwa. Kwa hiyo sisi tumemsamehe kama tulivyomsamehe Kibu. Hapo wana Simba kama tulivyomsamehe Kibu, tulimsamehe nani Chasambi. Wana Simba ndo tulivyo. Tunajua football. Ili jambo liko hivi amepitiwa. Tumemsamehe tulivyokuwa tunamsamehe Chefondo. Tulikuwa tunamsamehe Chefondo ana kila siku anapiga boko, tunafungwa. Tulimsamehe. Kwa hiyo ina maana sisi tunachosema aje sasa kufanya kazi na waonyeshe wale alipokwenda kwao alafu wakamtupa kama takataka. Sasa anafanya baba yake kafurahi wewe. Baba yake anapenda Simba haijawahi kutokea. Yule wakati anaenda Ngogwe baba yake bado kidogo amkosee lazi. Baba yake sisi tulienda Zambia, Levi Mwanawaswa tumemkuta baba yake tumefurahi naye na sio balaa. Baba yake kafurahi hatari haijawahi kutokea. Sasa pale yeye mwenyewe anaona hizi ni hisia za baba yangu. Wacha nikafanye jambo. Kipa mpya. Utafanya nini? Wakati pale unamuona yuko nani peke yake, Abeli peke yake, akiumia. Umeona? Lazima tuangalie twende kule. Wale wengine wote Hamwezi mkuchezesha Feruzi. Feruzi kwani yupo? Feruzi yuko timu nyingine. Yuko yule dogo mwingine wa Simba B. Sasa kwenye mashindano ya wakubwa unajua
kazi ya wakubwa apewi. Sisi tunasemaga msungu msungile mdodo mkulumiago usugu. Sasa tulikwenda tena tukaweke watoto haiwezekani. Mashindano makubwa tunaenda kucheza na experience. Experience ni timu kubwa na nzuri, alafu ameshajeruhiwa, ana pointi 2 ujue. Kwenye mechi zake zote yeye ka draw, hajapata matokeo, ka draw kwake ka draw nini. Tunakwenda sisi sasa kumchungulia pale. Hapo ndo anakuwapa mashaka wana Simba baadhi. Tupinduke na Esperance tupate pointi 6. Maana Simba hana hata pointi ya kwamba. Kwetu sisi hilo sio shida, ila bado tuongeze dua. Tuongeze dua, ndio maana tukaongeza watu. Tulikuwa tunakosa assist. Yule unamuona Morris Abraham